Nchi, maadhimisho haya huadhimishwa kila mwaka duniani kote, na kilele cha maadhimisho haya huwa ni tarehe 16 Oktoba. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wizara zote tatu ambazo zina dhamana ya siku hii kwa kuleta maadhimisho haya hapa kwetu mkoani Songwe. Sisi wana Songwe tumeupokea kwa heshima kubwa mpango huu, na tunayachukulia maadhimisho haya kuwa ndiyo fursa pekee ya kujifunza na kutangaza shughuli za kilimo na za kiuchumi zilizopo ndani ya mkoa wa Songwe. Serikali ya mkoa wa Songwe chini ya kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Songwe imejipanga vema kuimarisha ulinzi na usalama kwa kipindi chote cha maadhimisho haya, hata baada ya maadhimisho haya. Ndio maana nimesema wale lambalamba kule Ileje watapokea salamu zetu. Sisi hatutasubiri waende tena kwenye vijiji, tunawafuata kule waliko. Ndugu wananchi, maadhimisho haya kwa mwaka huu yanaenda sambamba na kauli mbiu isemayo matendo yetu ni hatima yetu, dunia bila njaa ifikapo 2020 inawezekana. Hivyo maadhimisho haya yatahusisha maonyesho ya shughuli za sekta za kilimo, na maonyesho haya yalianza tarehe 10 na yatafikia kilele tarehe 16 Oktoba kama nilivyosema hapo awali, ambapo ndio kilele cha siku ya chakula duniani. Lengo mahususi la maadhimisho haya ni kuamsha ari ya uzalishaji wa mazao ya kilimo na kuleta hamasa ya kuongeza tija kwenye uzalishaji ili kujihakikishia usalama wa chakula na lishe kuanzia ngazi ya kaya, nyumba moja moja, hadi wilaya, hadi mkoa, hadi kufikia taifa na hata dunia nzima. Tunapoadhimisha siku hii, jitihada zetu tunazielekeza katika kuhamasisha wananchi, hususani waishio vijijini na wale walio katika matabaka ya mazingira magumu, kushiriki katika kufanya maamuzi na shughuli zinazoinua hali zao za kimaisha. Hii ni pamoja na kupanua wigo wa usambazaji wa teknolojia ili kuongeza tija ya uzalishaji, lengo likiwa ni kupambana na adui njaa, lishe duni na umaskini. Ndugu wananchi, hali ya upatikanaji wa chakula katika mkoa wa Songwe imeendelea kuimarika kutokana na hali ya hewa nzuri ya msimu uliopita. Msimu wa kilimo wa 2017-18 mkoa ulilima hekta 348,973 za mazao ya chakula na hekta 101,353 mazao ya biashara. Mkoa umefanikiwa kuzalisha jumla ya tani 1,219,521 za mazao ya chakula na tani 112,913 za mazao ya biashara. Mahitaji ya chakula katika mkoa wa Songwe inakadiria kuwa tani 509,463. Hivyo mkoa una ziada ya tani 673,050 za chakula. Aidha, vinapatikana katika masoko yote ndani ya mkoa kwa bei za wastani ambazo wananchi wanamudu kununua. Pamoja na uzalishaji mzuri wa mazao ya chakula, ni watake wananchi kupitia maonesho haya kutunza vyema vyakula walivyonavyo. Ndugu wananchi, mkoa katika kutekeleza kauli mbiu ya siku ya chakula duniani ambayo kimsingi inatekeleza lengo nambari 2 katika malengo 17 ya maendeleo endelevu, 17 Sustainable Development Goals, ambalo linalenga kutokomeza njaa ifikapo
mwaka 2030. Mkoa wa Songwe una mikakati ifuatayo ili kutekeleza lengo hili. Mkakati wa kwanza tulionao ni kuongeza uzalishaji kwa eneo kwa mazao ya chakula na biashara. Mkakati wa pili ni kusimamia rasilimali maji kupitia sheria zilizopo ili kutumia fursa za skimu za umwagiliaji pamoja na unyevunyevu kwenye mabonde. La tatu ni kusimamia matumizi bora ya ardhi na mazingira kwa matumizi endelevu. Kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhimiza matumizi ya mbegu zinazostahimili mabadiliko hayo kwa kushirikiana na vituo vya utafiti na wataalamu mbalimbali. Tumeona hapa wakionyesha hizo mbegu, tunatakiwa kushirikiana nao. Namba 6 ni kuboresha miundombinu ya kilimo. Namba 7, kuboresha mnyororo wa thamani katika uongezaji thamani ya mazao na virutubishi. Namba 8, kuongeza usimamizi wa karibu kwa jamii juu ya lishe bora kupitia kamati za lishe. Namba 9 ni kuzijengea uwezo wa kiutendaji halmashauri katika kutekeleza afua za lishe. Namba 10 ni kuongeza bajeti ya utekelezaji shughuli za lishe kwa kuchangia shilingi 1000 kwa kila mtoto mwenye umri ulio chini ya miaka 5. Namba 11, kuimarisha mazingira wezeshi kama vile kutoa ajira za maafisa lishe, kuandaa mpango mkakati wa lishe wa halmashauri, kuunda kamati za lishe katika kila halmashauri. Pia ningependa nizungumzie japo kwa sehemu ndogo suala zima la lishe katika mkoa wetu wa Songwe. Taarifa ya serikali kupitia Ofisi ya Taifa ya Takwimu iliyotokana na utafiti ujulikanao kama Tanzania Demographic Health Survey and Malaria Indicator Survey of 2015 to 16 imebainisha kuwa hali ya udumavu katika mkoa wa Songwe imefikia 37.7%. Hii ni changamoto kwa uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya, halmashauri mpaka chini. Udumavu katika mkoa wetu wa Songwe uko katika 37.7 karibia 38, na kitaifa asilimia ya udumavu ni 34, lakini sisi kwetu tumevuka, yani tunafanya vibaya sana kwenye eneo hili. Tuko 2.4 na udumavu mkali ni 2%. Mwaka 2018-19 mkoa wenu umepanga shughuli mbalimbali katika mpango wa lishe ili kukabiliana na matatizo ya lishe, hususani akina mama wenye umri wa kupata watoto, wajawazito na wanaonyonyesha, ili kuzuia uwezekano wa watoto kupata udumavu, hasa katika kipindi cha siku 1000 za kwanza za uhai wa mtoto, yani kuanzia ujauzito hadi umri wa miaka 2. Hivyo napenda kuwaasa wananchi kuhakikisha mnazingatia kanuni za lishe kwa kuhakikisha kina mama wajawazito wanatumia vidonge vya kuongeza wekundu wa damu FeFo, pamoja na chakula mchanganyiko chenye virutubishi kutoka katika makundi yote 5 ya vyakula, pamoja na kubadili mfumo wa maisha, hasa kuacha matumizi ya tumbaku, ulevi, ngono zembe na kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi. Akina baba na akina mama, hatuwezi kuendelea kuwa na 37.7 ya udumavu kwenye mkoa wetu
wakati tuna kila kitu kwenye mkoa wetu, na wataalamu wa kilimo wako hapa wanatuonyesha mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza na kujipatia chakula bora. Hatuwezi kuziachia fursa hizi. Nawaomba kina baba, hasa kina baba, mtumie fursa hii ya maonyesho haya kupita kila banda, jifunze namna gani unaweza kuihudumia familia yako vizuri. Akina mama, piteni kwenye mabanda haya, na waalika wote wananchi wa mkoa wa Songwe, njooni mjifunze ili tupate elimu nzuri, twende tukatoe hili tatizo katika mkoa wetu. Vyakula vipo, mifugo tunayo, lakini udumavu uko majumbani mwetu. Ni ajabu sana. Na pia lingine la kusisitiza ni swala la kufanya mazoezi. Ndugu zangu, wale ambao mnavuka ile mwisho wa barabara, sasa wewe umetokeza kidogo, mjiangalie, mfanye mazoezi. Usiingie eneo lisiloruhusiwa. Tufanye mazoezi. Akina baba, vijana, fanyeni mazoezi. Akina mama, fanyeni mazoezi. Ni muhimu sana kwa afya zetu. Wataalamu wa afya wanasema katika miaka ijayo Tanzania tutakabiliwa na tatizo kubwa la magonjwa yasiyoambukiza, na mojawapo itakuwa ni pressure, uzito uliozidi. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaokula alafu mnakwenda kulala, unakula unakwenda kulala, uko kwenye kundi hili. Kwa hiyo niwaombe mfanye sana mazoezi. Sasa kualika hadhara hii yote kushiriki katika maonyesho ambayo ninayafungua leo na yataendelea kwa siku 4. Kilele cha maadhimisho haya itakuwa tarehe 16 mwezi wa 10. Huu ni wakati wetu wa kuja kujifunza teknolojia mbalimbali za uzalishaji, usindikaji na ujasiriamali. Ndugu zangu wananchi, maonesho haya tutakuwa hatuyatendei haki kama wananchi wengi hawatakuja kuyaona. Niwahimize viongozi wa halmashauri mbalimbali katika mkoa wa Songwe wakawaambie wananchi waje wajifunze. Kuna mambo mengi muhimu mazuri ya kujifunza. Yapo mengi sana. Kuna mbegu bora, kuna aina za mbolea, kuna ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe, kila kitu kiko hapo. Na waomba wananchi mje mshiriki, muone, mjifunze. Na tumekubaliana sisi kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, na tumethibitishiwa pia au tuko sambamba na wenzetu wa wilaya kwamba maonyesho haya ni salama kabisa kuendelea mpaka usiku. Narudia tena, maonyesho haya ni salama kabisa kuendelea mpaka usiku. Kwa hiyo wananchi waje wapate elimu, wajifunze. Muziki utakuwepo, ngoma za asili zitakuwepo, zile za Ileje na wapi, ngoma zote zitakuwepo, viburudisho vyote vitakuwepo. Kwa hiyo niwaombe wananchi, njooni mjifunze, njooni mburudike. Muziki wa kizazi kipya utakuwepo. Napenda sasa kutamka kuwa maonyesho haya ya siku ya chakula duniani yanayoadhimishwa mkoani Songwe nimeyafungua rasmi leo tarehe 12 Oktoba 2018. Mungu ibariki Tunduma, Mungu ibariki Songwe, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.